Ninawasalimu popote mlipo wapenzi watazamaji wa hichi kituo. Hamjambo. Karibu tena kwenye mwendelezo wa taarifa zetu. Mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra. Hatujazungumza takriban ya siku mbili hivi. Pole kwa hilo. Nilikuwa na homa kidogo. Hata unasikia sauti yangu si kama ya kawaida. Nilikuwa na iganga kwa ndimu na machungwa. Angalau nimeweza kupata nafuu. Nimerejea tuchape kazi na tuelezane yale ambayo yanaendelea katika taifa letu la Tanzania. Serikali ya Samia ambayo iliweza kuingia madarakani kupitia njia ya mkato, kwa kuiba kura, kwa kuwaua Watanzania, kwa kuwalazimisha Watanzania kuwakubali kwamba wao ndio viongozi, na kwa kuwakamata viongozi wa upinzani na kisha kuwafungia viongozi wa upinzani chama kikubwa cha Chadema kisishiriki uchaguzi, wameonekana kuogopa maandamano ambayo yaliweza kutangazwa ya Sabasaba. Hatujawahi ona serikali ambayo inasema kwamba imechaguliwa kwa asilimia kubwa 98 na inaogopa. Inaogopa raia wake ambao wamekuwa wakituambia kwamba ndio waliweza kuwachagua. Sasa akiwakilisha Samia, akizungumza kwa niaba ya Samia kimama, waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi ameweza kumwelekeza mkuu wa jeshi la polisi Tanzania Inspector General Baraka Wambura kusitisha kwa muda vibali vya mikutano ya siasa hadi hapo itakapotangazwa vingine. Unaona, bwana waziri Katambi anasema kwamba mikutano ya kisiasa inachochea vurugu. Anasema kwamba mikutano ya kisiasa inachochea maandamano yajayo ya Sabasaba. Kwa hivyo akaweza kumwagiza Inspector General bwana Wambura asitishe kupeana vibali, kwamba Chadema ikitaka kufanya mkutano wasipewe kibali, kwamba Ezra nikitaka kufanya mkutano wa kisiasa nisipewe kibali, lakini Chadema ama CCM wao wakitaka kufanya mkutano wanaweza wakapewa. Sasa Katambi aliyazungumza hayo leo Juni 26 mwaka 2026 bungeni jijini Dodoma, akieleza kuwa uchochezi wa kuhamasisha vurugu kabla na baada ya sikukuu ya Sabasaba umeonekana zaidi kuchochewa na masuala ya siasa. Hivyo mikutano hiyo ya hadhara ameweza kuomba isitishwe mara moja. Ninakuomba uweze kumsikiliza jinsi ambavyo anaongea upuzi huu, alafu ninarudi tuyakariri zaidi. Kwa sababu ya taharuki hizi ambazo zimekuwa zikionyesha endelea, nitatumia fursa hii pia Mheshimiwa Spika, kwa sababu tumekuwa tukisikia majibizano ya hapa na pale kupitia Wizara ya Mambo ya Ndani ambayo ni custodian wa peace, order and tranquility, kupitia Wizara ya Mambo ya Ndani ambayo tumepewa instrument na dhamana ya kusimamia amani, ulinzi na usalama, na kwa sababu uchochezi wa mambo haya umeonekana zaidi kwenye maeneo ya kisiasa, Mheshimiwa Spika, kupitia bunge lako tukufu, na mwelekeza IGP Wambura asitoe vibali kwa kazi zozote zitakazokuwa zinahusiana na kufanya mikutano ya hadhara katika kipindi hiki kwa chama chochote, iwe Chama cha Mapinduzi, iwe chama chochote kile. Kwa kipindi hiki ni vizuri turudi katika kuwaruhusu wananchi wajenge uchumi wa nchi yao. Ni katika kipindi ambacho tunahitaji kufanya kazi kwa ajili ya kuhakikisha kila Mtanzania, wafanyabiashara, wawekezaji wanafanya kazi yao kwa amani na utulivu. Nafanya hivi Mheshimiwa Spika kwa sababu katika mazingira haya tutakapokuwa tunawatafuta wahalifu, ni ngumu kuchambua wahalifu kwenye mkusanyiko ya watu wengi. Kwa hiyo ni vizuri tujue
hata kama hali itaendelea kuwa na matishio haya, kwa sababu wapo ambao wametishia Mheshimiwa Spika, na tumewakamata wengine wana madumu ya petroli, tumewakamata wengine wana silaha, tumewakamata wengine, wapo ambao wanapanga mikakati ya uhalifu. Sasa tukienda kwa hatua hii, tumeendelea kuzuia hata pale Dar es Salaam, Oysterbay na Masaki, baa ambazo hazijafuata utaratibu tunazizuia kwa kipindi hiki zisifanye kazi. Nina imani kwamba umeweza kusikiliza huyo bwana Katambi Patrobas, waziri wa mambo ya ndani, anavyosema kwamba eti mikutano ya kisiasa ndio inachochea uvunjivu wa amani na inachochea vurugu. Sasa kama wameona mtu fulani anachochea, mbona wasimuite huyo mtu wa muhoji? Tusemezane ukweli. Umesikia mpaka akisema kwenye majumba ya hoteli na majumba mengine Airbnb, eti mtu akienda kuabiri jumba alale, eti lazima uwe na kitambulisho cha NIDA. Usipokuwa nacho, serikali itachukulia mmiliki wa hicho chumba, ama ukipenda mkahawa, hatua kali. Kwa hivyo wanafikiri kwamba kuna watu ambao wameingia Tanzania kuja kupeana pesa ili wananchi waandamane Julai 7. Lakini akili ya hawa viongozi wa CCM mimi ninashangaa nayo. Sijui wanafikiri kivipi. CCM akili yao ni kidogo sana. Akili yao ni kidogo sana. Wanafikiri kwamba wanaweza wakawabebea wananchi akili kwa kusema kwamba eti mikutano ya kisiasa ndio inachochea vurugu, ndio inachochea amani. Kwa hivyo wanaomba kwamba mikutano hiyo iweze kusitishwa kwa muda. Wacha nikuambie mtazamaji wangu ni kwa nini serikali hii ya Samia imeweza kuamua kupitia kwa waziri Katambi kutangaza kwamba mkuu wa jeshi la polisi asitishe kwa muda mambo na kupeana vibali vya mikutano ya kisiasa. Unajua, wacha nikueleze, namba moja, wanaogopa maandamano ya 7/7. Kwa hivyo kulingana na akili zao ndogo, wanaona kwamba hii mikutano ya kisiasa wananchi wanachochewa kutoka pale. Hapana. Changamoto ambazo wananchi wanapitia ndizo zimeweza kuchochea wao kuweza kuitisha maandamano ya 7/7. Sijui iwapo Samia yuko na advisors, washauri. Washauri wangekuwa wameweza kusikiliza kile ambacho wananchi wanazungumza pale vijiweni, waende wamwambie Samia kwamba hapana, sio vyama vya kisiasa ndivyo vinachochea maandamano, sio vyama vya upinzani au vyama vya kisiasa ndivyo vinachochea vurugu. Hili na hili ndilo limeweza kuchochea. Mfano, itakuwaje kamati jopo la Jaji Chande linatangaza kwamba watu 518 waliuawa. Miili ya hao haijaweza kujulikana ilipelekwa wapi tangia uchaguzi ulipokamilika mwaka uliopita. Isitoshe wale ambao walihusika kwenye kuwaua hata mmoja hajaweza kukamatwa. Hiyo ni kumaanisha nini, mtazamaji wangu? Hiyo ni kumaanisha serikali ya Samia haina haja na wananchi kabisa. Haina haja ya kuwawajibisha wale wote ambao waliweza kuleta vurugu, wale wote ambao waliweza kuhakikisha kwamba Watanzania wameweza kuuawa, kwa sababu wanajua kwamba ni maafisa wa polisi waliweza kusababisha yale maafa. Ndio maana unaona serikali haitaki kuwajibika. Hili ndilo limeweza kuchochea wananchi, wanataka kuandamana. Wanataka katiba mpya. Wanataka mifumo iweze kurekebishwa ya uchaguzi. Lakini sasa Samia na utawala wake wanatuambia kwamba lazima tuwape maridhiano ndiposa waweze kutupea katiba mpya.
eti lazima tuwape maridhiano, tukubali utawala wao wa kimabavu, ndiposa waweze kuwajibisha wale ambao waliweza kusababisha Watanzania wakaaga dunia. Wacha nikueleze bana, mambo hayaendi hivyo. Namba 2, kulingana na bwana Patrobas Katambi, anaona kwamba mikutano mikubwa ambayo chama cha Chadema wanafanya ndani ya taifa letu la Tanzania, wanaona kwamba ni tisho kwa utawala huu wa kimabavu. Juzi tu ndio nimetoka kuambia, unajua haje, hii mikutano ambayo chama cha Chadema tunafanya na wananchi wengi maelfu wanajitokeza, wananchi wanapiga kura ya kutokuwa na imani naye Samia, vote of no confidence kwa lugha ya Kimombo. Sijui kama unanielewa mpaka hapo. Sasa hii serikali imeenda kupima, walitangazia ulimwengu mzima kwamba walipigiwa kura 98% na Watanzania. Lakini wale ambao wanasema kwamba waliweza kuwachagua ndio hawa wako kwenye vyama vya upinzani mikutano yao. Wameona kwamba mfano bunge la Seneti la Marekani linamwangazia Samia. Haya, bunge la Ulaya linamwangazia Samia. Na Samia amekuwa akisema kwamba alishinda kwa 98%. Hiyo 98% inatoka wapi kipindi ambapo wananchi wanafika kwenye mikutano ya chama cha upinzani? Kwa hivyo wamejaribu kufungia chama cha Chadema kupitia mahakamani. Wamejaribu kufungia chama cha Chadema kupitia kwa msajili wa vyama, wameshindwa. Sasa njia pekee ya kuweza kunyamazisha na kusimamisha Chadema ni kupitia kwa waziri Patrobas Katambi, lakini vile vile waziri huyo aweze kumwagiza Inspector Generali bana Wambura aweze kukataa kupeana vibali vya mikutano, eti kwa sababu mikutano ile inachochea vurugu. Acha nikwambie, hivyo ni vitisho wanatoa na hivyo ni vizingizio ambavyo wameweza kutafuta. Serikali hii inajua kwamba haikuweza kuingia madarakani kupitia kwa njia mwafaka ya kupigiwa kura, na ndio maana unaona wanajaribu kupiga marufuku mikutano. Wao wanafikiri kwamba maandamano yameweza kuitishwa na Chadema. Maandamano yameweza kuitishwa na wananchi, wala sio Chadema. Sijui kama unanielewa mpaka hapo. Wala sio Chadema. Tunataka waweze kushinikizwa, serikali iwajibike kwa mauaji ambao waliweza kufanya mwaka uliopita. Tunataka hii serikali iweze kuhakikisha kwamba wale wote ambao waliua wanakamatwa. Tunataka hii serikali iweze kutupea katiba mpya. Tunataka marekebisho ya mifumo ya uchaguzi iweze kufanyika haraka iwezekanavyo. Sijui wazo lako ni lipi? Tunataka Tundu Lissu aweze kuachiliwa. Hii mikutano ya Chadema, unajua wananchi wamekuwa wakisema kwamba Lissu, free Lissu, free Lissu. Hicho kitu serikali ya Samia haitaki. Sijui wazo lako ni lipi? Zungumza na sisi hapa. Mwenyezi Mungu awabariki. Asanteni sana. Unaweza ukaambia nini hii serikali ya Samia ambayo imeanza kuogopa mapema kabla hata siku ya 7/7 kufika?